إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. إخواني الأعزة وأحبابي في الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه فقد فاز المتقون. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu, mwalimu wetu, sayyid al-awwalina wal akhirin, bwana wa mwanzo katika ardhi hii na wa mwisho siku ya Kiyama, sahibu shafaa, ambaye Allah kampa ruksa maalum siku hiyo ya kuwaombea waja wake, waja wa Allah ambao mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ndiye ambaye aliyepewa idhini na Allah ya kuombea umma siku ya Kiyama. Baada ya kumtakia rehma mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na kuhusieni, lakini nikiwa mwanzo kabisa kuihusia nafsi yangu mwenyewe kumcha Allah. Ndugu zangu katika imani, anwani yetu ya leo, wasbir hatta yahkum Allah wa huwa khairul hakimin. Aya hii ndugu zangu katika imani ndio msingi wa hutuba yetu ya leo. Allah subhanahu akituhimiza, kwa sababu mimi na wewe tuko katika mgongo huu wa ardhi, lengo na makusudio ya kuumbwa kwangu na kuumbwa kwako, ili Allah atupe mitihani, majaribio kwa hali zote ambazo wewe ndugu yangu katika imani upo katika ulimwengu huu. Kutokana na hayo, Allah subhanahu akawahimiza vipenzi vyake, waja wake, wale ambao walioelekea kwa Mola wao. Allah akasema wasbir, nasubiri, hatta yahkum Allah, mpaka Allah aje atoe hukumu, wa huwa khairul hakimin, na yeye Allah ndio mbora wa watoaji wa hukumu. Ndugu zangu katika iman, albala yahtaju ila sabr. Mitihani yote kwa namna yote, kwa hali zote, inahitaji subra.
kila aina ya mtihani unahitaji subra na taufiki yake Allah amwafikishe mja kwenda kuwa mwenye subra. Wa ahlullah wa ahbabihi, na wale watu wa Mola wao na vipenzi vyake Allah, idha btalahum Allah bi shay'in qamu biwadhifati hadha al-ibtila fasabaru wantadharu al-faraj min Allah azza wa jalla wahtasibu al-ajra ala Allah. Wala vipenzi wa Allah waliopewa taufiki na Allah, pindi wanapopewa kila aina ya mtihani katika mgongo huu wa ardhi, basi watu wale ambao ni watu wa Mola wao, ahlullah wa ahbabihi, watu wa Mola wao na vipenzi vya Allah, wanapopata mtihani wa aina yoyote, husimama kidete kwa mitihani ile ambayo Allah alikuwa amewapa, wakasimama kwa kuwa na subra, mioyo yao imeelekea baina yao na Mola wao. Lakini ile subra waliokuwa nayo, wakasubiri faraja inayotoka kwa Allah, wahtasibu al-ajra ala Allah, wakawa na matarajio ya thawabu kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Fahasala lahum bidhalik, walivyoyatelekeza haya wakayafanyia kazi haya, yakatokea kwa wao rifaatul maqamat, Allah akawanyanyua kwa sababu wamepata mitihani, wakawa na subra, wakasubiri faraja na matumaini kutoka kwa Mola wao, lakini wakatarajia kheri kutoka kwa Allah. Allah akawanyanyua katika daraja. Kwa nini? Wa min al-ma'lum ayuha al-ahbab fi Allah anna al-bala yahtaju as-sabr wa anna as-sabr manzilatun 'aliya. Kwa kuwa mitihani ya aina yote inahitaji subra, na subra ina daraja la juu kabisa. Kila mwenye kusifika kwa sifa ya subra, malipo yake ya uvumilivu wake na subra yake, hakuna katika mizani inaweza ikapimwa subra ile, kwa sababu Allah mwenyewe anasema innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hakika Allah anawapa wenye subra ujira wao bila hisabu yoyote, haipimiki hisabu yao. La yahsul illa biwujudi al-asbab allati yahsulu alaiha. Lakini ndugu yangu katika imani, kumbuka, kabla hujapata mitihani huwa kuna sababu yaliyokupelekea kwenye matukio hayo, yapelekee ili wewe Allah akupe subra. Umefiwa, mali yako imeteketea, watoto wako hawako sawa, umma hauko sawa, vita, chuki, hasad, kila aina ya ubaya, ni sababu ambayo wewe ukielekea kwa Mola wako ukawa una subra katika moyo wako, hiyo ndio sababu. Walihadha kana Allahu azza wa jalla yabtali al-anbiya'i, yabtali ar-rusul wal-anbiya'i was-salihin wal-awliya'i. Kutokana hayo ya sunna ya Allah kwa waja wake, Allah akawapa mitihani mitume wake, manabii, waja wema na vipenzi vyake Allah subhanahu wa ta'ala, min ajli an yanalu martabata as-sabr wa yuwaffiqahum lis-sabr min ajli an yanalu martabata as-sabirin. Allah akawapandisha daraja, na walivyosubiri Allah subhanahu akawafikisha, kwa kuwa wao walielekea kwa Mola wao, na Allah subhanahu akawanyanyua daraja zao za juu kutokana na wao kuelekea kwa Mola wao. Ndugu yangu katika imani, kwani hukuisoma kauli yake Allah, alif lam mim ahasiba an-nasu an yutraku
an yaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna alkadhibin. Hukuisoma aya ndani ya Qur'ani Allah aliposema alif lam mim ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun? Hivi watu wanadhani kwamba wataachwa tu waswali, wafunge, wahiji, wafanye umra, watoe sadaka na zaka, wasipewe mitihani ya namna kwa namna? Kalla wallah, walaqad fatanna alladhina min qablihim, walipewa kila aina ya mitihani umma na mitume waliokuwa wamepita. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, ili Allah aweze kujua nani ni mkweli na nani ni mrongo, ili Allah ajue nani mkweli na nani muongo. Inapokuja mitihani ni tamyiz, ni upambanuzi, walfurqan baina alhaqi walbatil wassadiq walkadhib, kujua haki na batil na mkweli na muongo. Wakati mwingine inapotokea mitihani yahitaji subra ili uweze kupambanua nani na nani ambao wako katika mgongo wa ardhi, ambao idhari zao na alama zao zinaweza kubainishia ni watu wa namna gani. Ndugu yangu katika imani, ndio maana utakuta fadhila na kheri kwa kauli yake Allah, wabashiri sabirin, wabashiri sabirin. Allah alivyosifu waja wake wema na akasema wabashiri sabirin, wape bishara iliyokuwa nzuri wale ambao wamesifika kwa sifa ya subra. Kila inavyokuja mitihani unamkuta mtu amesimama kidete, ameelekea baina yake na Mola wake. Allah anasema wabashiri sabirin, wape bishara njema wale ambao wenye kuwa na subra. Kwa nini? لأنه يعلم بأن الصبر رحلة طويلة، رحلة شاقة طويلة. بأن الصبر وسبب الصبر رحلة شاقة طويلة، ni safari ambayo ilikuwa na mitihani. Mtu anakutukana lakini wasema wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama, unamwachia Allah. Mtu anakufanyia vitimbwi wasema alhamdulillah. Unakumbuka ilikuwaje kwa waja wema. Mtu anakwenda kupeleka fitna, pengine ufungwe, wasema alhamdulillah. Kwa nini? Kwa sababu unajua yakini kabisa Allah hawezi kumwacha dhalim, wasema alhamdulillah. Subra rihlatun shaqatun tawila, ni safari ambayo ni ndefu, lakini katikati yake kuna maumivu makubwa sana. Antasbir, unasubiri. Tasbir ala ibtilaa, unasubiri kwa ile mitihani ambayo ilikuwa imekukuta wewe, inaumiza nafsi yako, inachoma moyo wako. Unasubiri au ham au mawazo yaliokuwa mabaya. Kwa nini ni mimi tu? La ta'lam mata yufaraj, hujui lini faraja itakuja. Unabaki na maumivu katika moyo wako, lakini unajua kwamba una Allah. Tasbir ala da'awat, kila saa unaomba dua, ya Rabbi, Mola wangu nakuomba nipe hiki, niepushe hiki, nifanyie hiki, nifanyie hiki na hiki. Tasbir ala da'awat, la ta'lam mata yustajab lah, hujui wakati gani Allah atakuitikia wewe. Ile tu yale yanayokupitia unanyanyua mikono, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, hujui wakati gani. Ni safari ambayo yenye maumivu yaliyokuwa makali, lakini kwa sababu wewe ni mu'min unaegemeza kwa Mola wako. Tasbir ala almarad, unasubiri kwa sababu ya maradhi. La ta'lam mata shifau, hujui wakati gani unaweza ukapona. Una maradhi katika mwili wako yanakuumiza,
lakini hujui kwamba mata yati shifa, wakati gani wewe utapona kutokana na maradhi yako. Unahangaika, lakini unasema mimi na Mola wangu na Allah. Tasbir ala rizqi. Wakati mwingine unahangaika kwa sababu ya riziki, unakwenda huku na huku na huku, matatizo yamekusonga magumu, unakimbia huku na huku, unatafuta cha halali, lakini la ta'lam mata tuftah abwabu, hujui wakati gani Allah tafungua milango. ولهذا أعد الله للصابرين في الدنيا قبل الآخرة. Allah kutokana hayo akawaahidi wale ambao walikuwa na subra, akawapa bishara iliyokuwa njema katika ulimwengu huu kabla ya akhera. Allah akasema wasbir, subiri, fa inna Allaha la yudhi'u ajra almuhsinin. Allah hapotezi ujira kwa wale ambao waliokuwa wema. Ndugu zangu katika imani, wakati mwingine unasubiri kwa sababu ya dini, unapata kila aina ya msukosuko. Wewe sio wa mwanzo, kaa chini, vumilia, kwa sababu yalimpata aliyekuwa bora kutushinda sisi, ambaye ni kipenzi namba 1 wa Allah, naye ni Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Mpaka kifua chake kinaungua, anaambiwa sahir. Watu wake wanaambia sahir, huyu ni mchawi, majnun, mwenda wazimu huyu Muhammad. Kila aina ya ubaya wanamtusha yeye, mpaka kiubinadamu kifua chake kinauma. Allah anamwambia walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Muhammad, songa mbele, tunajua kifua chako kinakuuma kwa sababu ulimwengu umejaa kila aina ya ubalaguli. Watu wabaya wapo, watakusema kwa kila aina ya maneno, kila aina ya ubaya, watakufanyia kila aina ya vitimbwi, pengine kwa sababu hima zao, historia zao chafu, pengine kwa sababu ya matumbo yao. Lakini unafarijika unapokuta kuna mahkama ya Allah, wa huwa khairul hakimin, na ni mbora wale wenye kutoa hukumu. Tashhadu ya Rabbi annana sabarna, tashhadu ya Rabbi annana sabarna ما لم ندرك فيها ما الحكمة المخفى، وأننا صبرنا لحكمك، وأننا صبرنا لحكمك ما لم نعلم. Ewe Allah, wewe unajua vitimbwi vya ulimwengu, lakini tunasubiri kwa ile hikma yako, kwa kuwa wewe ni mbora wa utoaji wa hukumu. Tunasubiri Mola wetu kwa yale ambao ulikuwa umeyaficha kwenye pazia juu yetu. Wa annana sabarna lihukmika ma lam tuhitu bihi khubra, tunasubiri Mola wetu katika yale tusiyokuwa na ujuzi nayo. Wa ala kulli lahdhat allati lam nudriku fiha ma alhikma almukhfa, tunasubiri. Unatukana, usema alhamdulillah, unamshukuru Allah, lakini tunasubiri, hatujui hikma. Wewe kutuambia subiri, kuna malipo kibinadamu, tunaumia, lakini tunaegemeza kwako. Wa annana sabarna fi ashaddi almawaqif allati azzat alaina anfusana amamaha, tunasubiri katika wakati uliokuwa mgumu, wakati ambapo unasontwa vidole na walimwengu, wanataka kuchafua, kuangamiza. Ashad almawaqif allati azzat alaina anfusana amama, wakati unahangaika, lakini nafsi nakwambia una Allah. Wasbir li hukmi rabbik,
Subiri kwa hukumu ya Mola wako. Wakati uliokuwa mgumu mzito, wasema alhamdulillah, Mola wangu ni wewe tu. Wa annana sabarna fi kulli ayamin marata alaina bishaqqi al-anfus. Tunasubiri ule wakati ambapo nafsi zetu zina kilio juu yako, wakati maadui wako wewe Allah, maadui wa dini wanakaa kila aina ya vikao kutaka kuangamiza. Unajua una Allah. Wa hasbuna annaka tara wa tasma', wa hasbuna annaka tara wa tasma' wa annaka lan tad'ana wahdana wa lan tudhi'ana. Tunajua yaqini Mola wetu, yaqini iliyokuwa imetimia. Wewe unatutosha kuwa mlinzi wetu uliyekuwa mwema. Anta ma'ana, wewe uko pamoja na sisi. Tasma, unasikia kila aina ya minong'ono ya vikao juu ya kutuangamiza. Watara, na unaona. Wa annaka wallah lan tad'ana wahdana, wewe Allah huwezi kutuacha peke yetu, huwezi, uko pamoja na sisi. Wala ntudhi'ana, wala huwezi kutupoteza. Nahtasibu al-ajra indaka fi kulli ayamin marat alaina bishiqqi al-anfus. Wallah, tunatarajia malipo kwako kwa haya machache ambayo tunayoyapitia sisi. Hawakuyadiriki masahaba wala waja wema waliokuwa wametangulia, lakini tunatarajia kwako na nusura yako ya Allah. Wa fi wada'ik kullu al-amani, na katika kila hazina iliyokuwa kwako, kwa kila matarajio kuwa kwetu juu yako, allati rufi'ta ilaik, tumeanyanyua kwako wewe kama Mola wetu. Rufi'ta ilaika walam nusadifuha, pengine katika maombi tulikuwa tumeyaomba mengine hatukuyapata, yaqinan minna bik, lakini tuna yakini iliyokuwa imetimia juu yako Mola wetu, juu yako Mola wetu, yakini iliyokuwa imetimia bi annaka sataatina bi ajmal minha, utatupa kilichokuwa bora kizuri katika yale maombi tulikuwa tunakuomba. Fi waqti alladhi takhtar fa ni'mal mukhtar wa ni'mal ikhtiyar, katika wakati unaotaka wewe na wakati ambao unaochagua wewe na neema yako wewe ambaye wewe unatuchagulia sisi. Jukumu letu ni subra kuelekea kwako wewe Mola wetu. Wamepita mitume mpaka Allah anasema am hasibtum an tadkhula aljanna, mnadhani mtaingia peponi nyinyi. Walamma ya'tikum mathalu alladhina khalu min qablikum, kama hayajawapata waliokuwa kabla yenu nyinyi. Masatumul ba'sa'u wa dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladhina ma'ahu mata nasrullah. Watu walitingishwa umma zopita, akiwepo Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mnadhani mtakwenda peponi wakati hayajawajia ya wale waliopita kabla yenu. Masatumul ba'sa'u, walipata madhara, wazulzilu, wakatingishwa. Hatta yaqula rasul, mpaka akasema mtume, walladhina ma'ahu, na wale waliokuwa pamoja naye, mata nasrullah, nusra inakuja lini? Ikiwa mifano utakuja kuitoa huko mbele katika hutuba zinazofuata inshallah, lakini nataka niwaambie mfano mmoja tu. Wakati Ammar ibn Yasir amesilimu na baba yake
Yasir amesilimu na mama yake Sumayya. Mitihani iliyowapata waliokuwa kabla yetu sisi, wakati Mtume SAW anapita Makka, anaona anashindwa kwenda kuwanusuru katika hali waliokuwa nayo. Moyo unauma, anaumia, lakini anamwelekea Allah. Inafikia mahala Mtume anawapita, anawaambia sabran ala Yasir, sabran ala Yasir, fa inna maw'idukumul janna. Sabran ala Yasir, fa inna maw'idukumul janna. Huyu ni Mtume wa Allah, anapita, anaona anaadhibiwa, anafika neno lake la kuambia subirini enyi familia Yasir, hakika ahadi ya Allah kwenu hakuna isipokuwa ni pepo. Wanakuja Makuraish, wanamchukua Sumayya mama yake na Ammar, wanampiga mkuki katika utupu wake mpaka mauti yanamkuta, anashindwa kuritadi. Haya yamewapata watu. Anakuja Ammar, hana la kufanya, anamwona baba yake pale Yasir anapigwa mikuki mbele yake mpaka anauawa kwa sababu ya dini hii. Sisi hii mitihani na utukuta hii ni sehemu tu ya kubainika, kujua nani dhalim na nani dhalim, nani mkweli, ni hayo tu. Lakini ndugu zangu katika imani, wa kullu babin wa in talat maghaliquhu yawma lahu min jamilin sabr miftahu. Kila mlango ambao umekuwa ni mrefu kwenda kuufungua mlango ule, yawma lahu min jamili sabri miftahu, ipo siku tutapata funguo iliyokuwa nzuri ya kwenda kuwafungua madhalim. Ipo siku hiyo unafungua mlango uliojaa kila aina ya kheri. Wa kam min kurubin dhanana la infiraja laha, ziko shida ngapi ambazo mimi na wewe tumezipitia katika maisha yetu mpaka unasema hii hapa tena ndio ni haya, siwezi tena, katika hii ndio mwisho wangu huu, siwezi tena baada ya hapa, matumaini yote yameondoka. La infiraja laha, hakuna tena maisha baada ya hapa. Hatta raaina aljalili hammin, yani mpaka unaona uzuri wa ule mlima uliokuwa kwako mbele yako, unaona jinsi gani ambavyo yanzahu, unaanza kuondoka, faraja inapita hapo. Ndio maneno haswa aliyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawa al-Imam Tirmidhi rahmatullah alayhi min hadithi Anas ibn Malik radhiyallahu anhu arda. Mtume anasema akiwahusia umma wake, akasema as-sabr an-nasr ma'a sabr, an-nasr ma'a sabr. Nusra siku yote inakuja na uvumilivu na subra. Nusra yote inakuja na subra. Wal faraj ma'a al-karb, matatizo yanayotokea yanakuja na faraja. Wa inna ma'a al-usri yusra, kila pale penye uzito na wepesi Allah na utoa hapo. Wa inna ma'al usri yusra, kila pale penye uzito Allah anaweka wepesi wake. Aqulu ma tasma'un wa billahi. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ndugu zangu katika imani, unapopata changamoto ya aina yoyote katika maisha yako, mwelekee Allah, mwelekee Allah. Kuwa na subra baina yako na Mola wako, jifunge baina yako na Mola wako, kwa sababu ndio sunna ya waja ndani ya mgongo huu wa ardhi.
Allah mwenyewe amesema ndani ya Qur'an, la tublaunna fi amwalikum wa anfusikum. Kwa hakika Allah subhana anasema tutawapa mitihani katika mali zenu wenyewe na nafsi zenu wenyewe. Wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira. Mtasikia yale yaliyokuwa kila aina ya maudhi kwa wale ambao waliopewa kitabu kabla yenu na wale ambao wenye kumshirikisha Allah tabaraka wa taala. Adhan kathira. Nini makhraji ya Allah? Wa in tasbiru, wakufanyeni vitimbwi vya namna kwa namna mpaka ikafikia mahala hujui ufanye nini. Rejea kwenye Qur'ani, Allah asema wa in tasbiru, ikiwa mtasubiri, watattaqu, na mkachukua tahadhari na mkamcha Allah, inna dhalika min azmi al-umur, huko ndio mtu kujifunga kweli kweli, na ndio ushindi ambao mtu ameruzukiwa na Mola wake. Simama usiku, muombe Allah kwa kila aina ya mitihani, kila aina ya yale ambayo yanokufika wewe. Elekea kwa Allah, mwambie Mola wako, saasbir ya rabbi, saasbir ya rabbi hatta ya'lamu sabri, saasbir ya rabbi hatta ya'jiz sabri an sabri. Nitasubiri ewe Mola wangu kwa ile mitihani ambayo wewe unipa mimi, mpaka ile subra yangu ijue kwamba mimi nimeishinda yenyewe subra, matatizo yale. Kwani ndugu zangu katika imani, si tupo katika ulimwengu jua linachomoza kisha linazama? Kwani sote tutakuwepo katika ardhi hii? Wako wapi ambao tulikuwa nao? Je, imekuwaje mpaka wamekwenda wakalazwa katika mwanandani kule? Ni masiku tu. Subiri wewe ndugu yangu, isbir fa ba'da al-layli hunaka an-nahar. Subiri, kwani wakati wa usiku itachomoza tu asubuhi. Subiri, isbir fa ba'da al-layli hunaka an-nahar. Subiri ndugu yangu katika imani, kwani ikifika usiku mchana utachomoza tu. Isbir, subiri, isbir ala al-amrad, subiri kwa maradhi uliokuwa nayo. Fa ba'da al-marad hunaka shifa, baada ya maradhi kuna tiba ambayo Allah kaiandaa. Isbir fa ba'da al-ahzan hunaka afrah, subiri katika yale huzuni uliokuwa nayo kuna furaha inakuja. Isbir fa hunaka rabbu da'i yaqul wa huwa fi as-sama, subiri kwa sababu kuna Allah aliyekuwa juu ya mbingu, ambaye Allah huyu anatuambia waja wake wote, kila yule ambaye aliyekuwa na dhiki katika jambo la kumwelekea yeye, Allah ananadi kwa walimwengu, qulillah qulillah qulillahu yunajjikum minha wa min karbi. Sema ya Muhammad kuambia waja wangu, waja waliokuwa na ikbali ya kumwelekea Mola wao, waja ambao wanamcha Mola wao, waja ambao wanajua watakutana na Mola wao. Qulillah, sema ya Muhammad kuambia waja wangu, qulillahu yunajjikum minha, Allah subhana ataokoeni katika yale ambayo mnayoyapitia nyinyi. Wa min kulli karbi, ni katika kila shida ambayo inayokupitia wewe, Allah anakuokoa wewe. Fanajina min humumi dunya wa karbiha, ya Allah tuepushie wewe Mola wetu kutokana na kila aina ya dhiki za dunia na tabu zake. Wa khafif an qulubina aujaiha, Mola wetu nakuomba ya Allah, yafanye mepesi yale ambayo unaotupa katika mitihani ya waja wako katika ulimwengu huu. Tufanyie wepesi Mola wetu katika nyoyo zetu. Waghsil qulubina wa sudurina wa ajsadina min dhiqi dunya. Ewe Allah, tuoshe
zioshe nyoyo zetu, vifua vyetu, mili yetu kutokana na dhiki na tabu ya ulimwengu. Wala tuhammilna ma la nutiqu. Ewe Allah, tunakuomba ewe Allah, usitubebeshe mitihani ambayo hatuna uwezo nayo.